niko na machache tu ya kusema. Kitu ya kwanza, wapigane wasipopigana, mimi sina shida. Juu mimi siwezi fanya vitu kama hizo. Gachagua, sasa mnasema ati Gachagua alipigwa jana. Ni nini lifanyika huko Nyandarua? Si hata yeye pia alitumia huyu senator huyu mwenye mandevu huyu. Mwenye ajui hata kunyoa. Ha? Huyo. Si huyu ndiye alituma huko. Kudisrupt the meeting ya nani? Ya Ruto na Eshungwa. Wacha tuseme hivi. Hii siasa hizi tusaidia. Na wacha nikwambie, wewe Gachagua. Wewe ndio goon. You are a goon. You are a goon. Umesikia? I want to tell you from now, you are a goon. Hata kama upange nini, hata kama useme nini, lazima ujue wewe Gachagua, shimo yenye ulichimba ndio sasa unaingia. Ulikuwa na kiburi sana. Sasa unatuambia, mara Sakaja, mara serikali. Sasa wewe hata kama wakati ulikuwa serikali unifanyia nini watu nini? Sasa unalia. Utalia mpaka mwisho. Bado hujalia. Na siasa bado. Sasa bado unapayuka. Endelea. Lakini wacha nikwambie, siku itafika hata wewe pia utajua hii Kenya si yako. Hii Kenya ni ya Wakenya. Na Wakenya lazima wasimame imara ili wajue wanasiasa wenye wanatumika watu. Umesikia? Sasa Gachagua anakimbia huku na pale. Wakati president alikuwa huko Mount Kenya, hakuwa anaongea. Sasa ameanza ziara zake. Wacha nikwambie leo, endelea tu. Lakini hicho kilio bado utalia. Na wacha nikwambie, ulisema Gen Z. Na mimi najua Gen Z ni wa Gachagua. Hakuna haja nikudanganye. Gen Z ni yako. Lakini tukutane 2027. Kama wewe ni binadamu. Na kama wewe ni mwanasiasa, spavu. Watu wakutane huko 2027. Sasa hii hatutaki mchezo. Wacha serikali ifanye kazi. Wewe ulikuwa impeach. Tulia. Na usipotulia bado. Ndio maana nakwambia sasa hii. Tulia, fanya vitu zako na ujue huyu mtoto wa brother yako mwenye uliweka cell for 30 years. Hata kama wewe ni mtu the truth man. Tafadhali enda utoe huyo kijana ili ukuje hapa kwa Wakenya. Wakenya watajua ni wewe ndio mtu mzuri. Lakini sasa ukianza kutembea hivi, unakimbia hivi, alafu brother yako pia, mtoto wa brother yako wako huko cell, alafu wewe bafu wewe. Mimi nimekwambia.